Hiki ni kitu ambacho kimeniudhi, kimeniumiza na kimenishangaza. Na ninashangaa kwamba Waziri Simbachawene yuko kimya, Waziri Bashungwa yuko kimya, Waziri Mkuu yuko kimya. Kwenye jambo kama hili haihitaji longolongo, haihitaji maneno. Msiangalie Simba, angalieni timu ya taifa. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment. Wewe ni shabiki mkubwa sana wa michezo, lakini pia hata watu wa burudani pia. Lakini leo tugusie kuhusiana na Simba na Liverpool. Ni timu ambazo wewe ni shabiki wake mkubwa sana. Unazizungumziaje timu hizi kwa sasa, hasa tukianza na Simba? Tunaenda vizuri, tumepoteza mechi yetu ya ngao ya jamii dhidi ya Yanga. Asiyekubali kushindwa si mshindani, na tunatarajia kwamba tutafanya vizuri zaidi huko mbele. Tumepata sare na timu ya Biashara ya Mara katika mechi yetu ya kwanza ya ligi kuu, lakini bado kuna mechi nyingi sana kwenye ligi kuu. Ligi kuu ina timu 16, sio? Kwa hiyo unategemea kuna mechi 30. Kwa kupoteza pointi 2 katika mechi ya kwanza sio jambo la ajabu sana. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba walimu watajipanga vizuri zaidi na kuipanga upya timu na kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Jambo tu moja ambalo mimi linanipa masikitiko kidogo ni jambo la mchezaji Kibu ambaye mpaka sasa hajaruhusiwa kucheza, kwa kinachoitwa kwamba sio raia wa Tanzania. Ni jambo ambalo linanikera sana kwa sababu Kibu amechezea Mbeya City akiwa ni raia, amechezea timu gani huko Geita akiwa ni raia, ameitwa timu ya taifa ya Tanzania na amecheza mechi moja na amecheza vizuri sana ya kirafiki akiwa ni raia. Kwa nini si raia leo baada ya kuwa amesajiliwa na Simba? Kwa hiyo wito wangu mimi ni kwamba kuna mambo ambayo tunayafanya, tunadhani kwamba tunakomoana timu, kumbe tunalikomoa taifa. Kwa sababu nimemsikia mimi kocha wa timu ya taifa Paulsen akisema kwamba anamhitaji Kibu, lakini bado swala la uraia halijaisha. Anamhitaji mchezaji wa timu ya taifa. Waziri wa michezo yupo, waziri mkuu yupo, mkurugenzi wa uhamiaji yupo, waziri wa mambo ya ndani yupo. Kocha wa timu ya taifa anamtaka mchezaji mwenye kipaji. Mnashindwa kulitatua tatizo la ndani ya dakika 2 tu na kuhakikisha kwamba mnamdeclare kama raia. Kwa sababu hakuna nchi ambayo imesema huyu hatugombei mchezaji yule, na nchi yoyote. Burundi hawajasema kama ni raia wao, Rwanda hawajasema ni raia wao, Kongo hawajasema ni raia wao, Zambia hawajasema ni raia wao, Malawi hawajasema ni raia wao. Sisi tunasema sio raia wetu. Mchezaji ambao timu inamtaka. Kuna nchi zinanunua watu wawe raia wa nchi zao ili waweze kushiriki kwenye michezo. Qatar unaona kuna Wakenya kibao, Kipchoge kibao wanakimbia riadha kama raia wa Qatar. Nchi zinanunua watu kwa raia wao. Sisi tuna mchezaji mwenye kipaji ambaye kocha wa timu ya taifa anamtaka, tunasema sio raia. Imeniumiza sana. Na sio imeniumiza kwa sababu tu ni mchezaji wa Simba, hata kama angekuwa ni mchezaji wa Yanga, hata kama angekuwa ni mchezaji wa Biashara, hata kama angekuwa mchezaji bado ni wa Mbeya City. So long as ni mtu ambaye nchi inaweza kumtumia, hatukupaswa hata kuwa ni mjadala. Tulipaswa mara moja kumpa uraia kwa mujibu wa sheria ili aweze kuitumikia nchi yetu. Hiki ni kitu ambacho kimeniudhi, kimeniumiza na kimenishangaza. Na ninashangaa kwamba Waziri Simbachawene yuko kimya, Waziri Bashungwa yuko kimya, Waziri Mkuu yuko kimya kwenye jambo kama hili. Leo sisi katika kundi letu la timu ya taifa tunaongoza dhidi ya Benin, dhidi ya Kongo. Tumeenda Kongo, timu kubwa kama Kongo ambayo imeshiriki AFCON miaka mingi. Tumetoka 1-1 kwao Lubumbashi. Tumewafunga Madagascar. Timu ina nafasi kubwa ya kuongoza kundi hili. Kocha anamtaka mchezaji kuimarisha kikosi. Serikali imekaa kimya. Naishangaa sana. Tunataka nini?
nini ambacho kama nchi tunataka. Tupo kwenye nafasi kubwa sana ya kuongoza kundi letu kwenda kwenye kombe la dunia Qatar mwaka 2022. Tunajadiliana kuhusu uraia ambao ni mamlaka yetu wenyewe. Huu uraia hautolewi na Uingereza, hautolewi na Ujerumani, hautolewi na Marekani, wetu wenyewe. Imenishangaza sana kwa kweli. Wewe una influence kubwa ambayo unaweza ukaitumia kuweza kuchagiza hili kufanikiwa. Malengo yako ni yapi kuhakikisha hili linafanikiwa? Mimi so simple. Ujumbe wangu ni rahisi sana. Simbachawene Bashungwa, Waziri Mkuu Majaliwa, mpeni uraia Kibu aweze kuliwakilisha taifa, nchi yetu iweze kwenda kwenye kombe la dunia mwaka 2022. Hahitaji longolongo, hahitaji maneno. Msiangalie Simba, angalieni timu ya taifa. Kocha anamtaka Kibu, mpeni kocha Kibu. Okay. Na haya yote yanatokea wakati Mo Dewji, mwekezaji, anajitoa kuwa mwenyekiti wa bodi. Nini unakiona kwenye timu yako? Ni taratibu za kisheria tu. Unafahamu kwamba Simba ilikuwa inafanya mchakato wa mabadiliko. Mmoja ya masharti ya mchakato wa mabadiliko ni huo. Kwa hiyo mwekezaji hajatoka kama mwekezaji, ametoka kama mwenyekiti wa bodi. Maki mwenyekiti wa klabu yupo. Huyu ni mwenyekiti wa bodi. Kwa hiyo ni mchakato tu wa kawaida. Of course watu lazima waseme, kwa sababu tumetoka kufungwa na Yanga, tumetoka kudraw mechi yetu ya kwanza, lakini inawezekana kabisa kwamba mwekezaji Mohamed angeweza kutoka kwenye mwenyekiti kabla ya mechi ya Yanga au kabla ya mechi ya Biashara. Kwa hiyo lichukuliwe kwa upekee wake huo kwamba kuna taratibu za mabadiliko ya klabu zimefuatwa, ndio maana imebidi aondoke kwenye mwenyekiti, lakini klabu inaendelea kama kawaida na mambo yanaendelea mazuri kama kawaida. Jana mwenyekiti wa klabu juzi Murtaza Mangungu amezungumza na anasema kwamba kila kitu kiko sawa. Tumwamini Murtaza Mangungu, mwenyekiti wetu. Mashabiki wengi sana wa Simba wanazungumza mambo mengi, hasa kuondoka kwa Luis Mixon pamoja na Chama. Ni sababu ambayo inapelekea timu kutokufanya vizuri? Hapana. Chama kapata dau zuri sana. Chama umri umekwenda. Kapata dau ambalo analipwa mshahara mara 3 mara 4 ya mshahara ambao angelipwa Simba. Hata Simba wangekataa, asingecheza kwa moyo Simba. Kulikuwa ni uamuzi sahihi yeye kwenda huko ambako amekwenda. Na hata huyo mwingine kipaji chake ni kubwa. Lazima tujivunie kwamba tunazalisha wachezaji ambao timu zingine zinawaona, timu za Morocco, timu za Egypt, na wanaweza kwenda wakacheza, klabu ikapata fedha. Na ndivyo ambavyo klabu zingine zinavyopata fedha duniani. Na kwa klabu kama yetu unachukua vipaji, mfano kama ile kijana kutoka Malawi, kijana mdogo kabisa, amecheza Ulaya lakini mzuri sana, akijiimarisha vizuri zaidi atapata timu kubwa zaidi. Atapata timu kubwa zaidi. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba hiyo sio sababu, na ilikuwa ni maamuzi sahihi, na naunga mkono maamuzi ya kuwauza wachezaji hao kwa ajili ya kwenda kupata greener pastures. Wakicheza huko wakaamua baadaye kurudi kumalizia na Simba, haina ubaya wote. Mimi nadhani kwamba kikosi kina wachezaji wazuri. Wachezaji bado wanajipanga. Tumefungwa na Yanga, tumekubali. Tumetoka sare mechi ya suluhu, mechi ya kwanza. Tuna mafunzo ya kujifunza. Naamini kabisa kwamba Simba itaendelea kuwa bingwa wa Tanzania katika miaka mingine 3 inayokuja, 4 inayokuja. Mtani wako Yanga ambaye ni mpinzani wako mkubwa hasa katika ligi hapa ndani ya Mayele kaacha kilio Simba. Unawazungumziaje Yanga na hasa kwa msimu huu na namna walivyojipanga? Mimi nimewapongeza kutufunga kwenye ngao ya jamii, lakini naamini kabisa kwamba kwenye ligi kuu hawataweza kutufunga na hawataweza kuchukua ubingwa. Bingwa ni Simba. Kivipi wakati tunaona akina Mayele na wenzake? Nimekwambia kuna mechi
Kuna mechi 30 kwa ujumla. Tumecheza mechi tumecheza mechi ngapi mpaka sasa? Ligi kuu ni moja. Sasa kwa nini tuanze conclude kwa mechi moja? Okay. Na wenyewe huyo Maela ametufunga kwenye mechi kombe la nini? Na ile kombe lenyewe walikuwa wana qualify Yanga kucheza. Maka Yanga alishinda nini mwaka jana? Msimu uliopita Yanga alishinda nini? Maka zote ambazo zingefanya timu zicheze, yani actually Simba ilitakiwa ijigawe A na B, icheze kwenye ngao ya jamii. Kwa sababu Simba ndio kwa mabingwa wa Azam Federation na Simba ndio kwa mabingwa wa ligi kuu. Lakini kwa sababu ilikuwa ni lazima tupate timu nyingine ya kucheza nayo, tukacheza na Yanga. Sasa wamefurahi, wametufunga na sisi tumekubali. Hatujapenda kufungwa, lakini ndo michezo. Nimesema hapa sikubali kushinda, si mshindani. Kwa hiyo wametufunga. Lakini haina maana kutufunga mechi hiyo goli hilo moja ndio kwamba ndio wametufunga ligi nzima. Tuna mechi za ligi za kucheza nyumbani na ugenini. Mechi hizi 2 tutawatandika tu, wala mimi sina mashaka na hilo, tutawafunga. Sawa. Kabla sijamalizia, naona Yamola ana swali, lakini kabla sijamruhusu, hebu tumalizie hapa kwenye Liverpool. Unaitazamaje timu yako ya Liverpool? Nakwenda vizuri. Juzi tumemchapa mtu bao 5 nyumbani kwao. Kwa tunaongoza kwenye kundi letu la Champions League. Tunaenda vizuri. Ligi kuu ya Uingereza tume drop points kadhaa. Maana tumetoka sare na Chelsea, tumetoka sare na ile timu imepanda daraja juzi tu, goli 3 na tulikuwa tunawafunga, lakini ndio hivyo tena, ndio mpira, hakuna namna. So lakini timu hatujapoteza mechi wakati wenzetu wamepoteza mechi. Timu zote kubwa zimepoteza mechi. Man City wameshapoteza mechi, Chelsea wameshapoteza mechi, Man United wameshapoteza mechi. Sisi tu ndo ambao hatujapoteza mechi. Tumepoteza points kwa kutoka sare points 4 mpaka sasa, lakini hatujafungwa hata mechi moja. Na tunacheza kesho nadhani na Man City Jumamosi, tarehe 3 nadhani. Tunacheza na Man City ambao ni mechi ngumu sana. Nakumbuka kama Man City wametoka kufungwa na PSG kwenye Champions League, na sisi tumetoka na ushindi wa bao 5 dhidi ya Porto kwenye Champions League. Kwa hiyo tutaingia kwenye mechi hiyo wao wakiwa na hasira za kufungwa na sisi tukiwa tuna morali ya kushinda. Naamini itakuwa game nzuri sana, na mimi naamini kwamba kwa mara nyingine tena Liverpool itachukua ubingwa wa Premier League ya England. Yamola, ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.